Fikiria unashtakiwa kwa kumuua mtu unayempenda zaidi. Ushahidi wote unaonyesha ni wewe, lakini hauna hatia. Cha kusikitisha zaidi, kesi yako haisikilizwi na jaji wa kawaida, bali artificial intelligence inayosema haiwezi kukosea. Hii ndiyo hadithi ya Mercy. Filamu inaanza kwa kumtambulisha Chris Lavin, mpelelezi wa zamani anayejaribu kuishi maisha ya utulivu pamoja na familia yake. Mke wa Chris anapatikana ameuawa. Polisi wanawasili haraka na ushahidi wa awali unaeleza kuwa Chris ni mshtakiwa mkuu. Chris anakamatwa na kushtakiwa kwa mauaji licha ya kusisitiza kuwa hana hatia. Ushahidi unaonekana kuwa mzito dhidi yake. Badala ya kusikilizwa na jaji wa kawaida, Chris anafikishwa kwenye mfumo mpya wa mahakama unaoitwa AI, Judge Maddox. Uchambua ushahidi na kutoa hukumu. AI inaanza kuchunguza video za kamera, rekodi za simu, ushahidi wa kisayansi na taarifa nyingine. Kadri uchambuzi unavyoendelea, nafasi ya Chris inaonekana kuwa mbaya zaidi. Chris anakataa kukata tamaa. Anaanza kufuatilia kila kipande cha ushahidi na kugundua kuwa baadhi ya taarifa zimechezewa ili zimfanye aonekane ndiye muuaji. Uchunguzi unazidi kufichua kuwa mauaji hayakuwa tukio la kawaida. Kuna mtu aliyepanga kila hatua ili Chris ndiye alaumiwe. Chris anafikia ukweli kuhusu muhusika halisi aliyepanga mauaji na njama nzima. Sababu za mauaji zinaanza kuwekwa wazi. Lengo ni kuharibu mfumo wa AI na kusababisha maafa makubwa. Chris anajaribu kumzuia mhalifu huku akijaribu kuokoa watu waliopo ndani ya jengo. Mvutano unaongezeka kadri muda wa bomu unavyokaribia kuisha. Chris anakabiliana ana kwa ana na mhalifu. Baada ya pambano kali, anafanikiwa kuzuia mpango wa bomu na kuwaokoa watu waliokuwa hatarini. Ushahidi wa mwisho unaonyesha kuwa Chris hakumuua mke wake. AI inalazimika kukubali kuwa hitimisho la awali lilitokana na ushahidi uliokuwa umegushiwa. Chris anaondolewa hatiani huku wahusika wa njama wakikamatwa na kushindwa. Filamu inamalizika kwa kuacha swali la kutafakari. Je, AI anaweza kutoa haki ya kweli ikiwa ushahidi ulioorodheshwa ndani yake si wa kweli? Teknolojia inaweza kuwa na uwezo mkubwa, lakini bado inategemea ukweli wa taarifa inazopewa. Bwana, endelea kufuatilia Mponda TV kwa update zaidi na zaidi. Asante.